tumaini letu. Tumaini letu. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema na yeye asili yake sisi ni wema. Sauti yangu iko vizuri sana, kwa hiyo mtanisamehe. Sasa nianzie wapi? Lakini kwa tunaposema akamkazia macho akampenda, akamkazia macho akampenda. Je, tunafahamu maana yake ni nini? Yesu alipatwa mheshimiwa mmoja, akaulizwa, Bwana, nifanye nini niweze kupata ufalme wa mbinguni? Yesu akamwangalia akamwambia, unazifahamu amri? Kijana akamjibu, ndio nazifahamu. Umezishika? Akamjibu, tangu utoto wangu nimezishika. Ndipo Yesu akamkazia macho akampenda, akamuuliza, kauze vitu vyako vyote wape maskini, kisha hapo ndo shughuli. Kwa tunaposema akamkazia macho akampenda, tujue maana yake nini. Ndio maneno yangu si mengi sana. Mimi napenda kuongea kwa nyimbo, na nyimbo yangu leo kwa wale wazee wa zamani tutakuwa tunaimba nyimbo kama hii: jirani, jirani yangu wewe, nimekukosea nini? Kila ninachokipata mwenzangu wanikatalia, sasa nikueleweje jirani wewe? Sasa nikueleweje mwenzangu? Mimi na wewe ni kitu kimoja. Sasa nataka mnaidasiwa mnaitwa mimi na wewe ni kitu kimoja. Leo haina maana, sisi sote ni majirani. Tumsifu Yesu Kristo. Wengi wetu tukafahamu hizi nyimbo kwa sababu tunafahamu nyimbo za ajabu. Wimbo unaelezea umuhimu wa ujirani. Sisi ni dekania ya jiji, dekania kuu, na dekania hii ni dekania ya mfano. Sisi ni majirani, basi tushirikiane, tupendane, tusaidiane kwenye shida na kwenye raha. Kila mmoja amekaa kwenye sisi, si mmesalimiana? Au umekaa kama unapanda hizi za kwenda kwa mtoto? Tumsifu Yesu Kristo. Ulimsalimia jirani yako? Ulimwambia tumsifu Yesu Kristo? Hata kama umevaa nguo mara moja kwa mwaka, mwambie tumsifu Yesu Kristo tena. Hata kama na kitu, mwambie tumsifu Yesu Kristo. Masiku mwambie mwenzako tumsifu Yesu Kristo. Amekujibuje? Mbele ya mimi, basi makofi kwenu. Mimi si mwongeaji sana, ila kwa kweli nimefurahi kusali hapa. Ni mara yangu ya pili tangia ulimwengu umbwe. Mara ya kwanza ni kwenye kanisa lilipotabarukiwa, si ndio? Na ya pili ni pili. Mara nyingine zitakuja. Nisiongee sana, ila nawapenda tu niwaambie, nguvu tunazo, uwezo pia tunao, na sababu sisi ni vijana. Nyie na mimi sote ni vijana sana. Mimi na upande wangu wote, lakini bado ni vijana. Kiniangalia sijazeeka, bado ni kijana. Kwa kipindi hiki tukiwa vijana tuna nguvu, tunaweza tukafanya tufanye. Tusije tukasubiria tukizeeka, kama nilivyosema hata na waamini wangu kule parokiani, nawaambiaga mtanyamaza sana ama mtakaa kimya sana. Unajua tutakaa kimya sana, huu ndio muda wa kuchakalia, muda wa kupambana, kumpambania Mwenyezi Mungu na sisi wenyewe. Hivyo basi niwaombe, tunapoanza rasmi dekania mpya ya jiji kati, tushikamane. Kupitia sisi watu wengine wanafuata mifano yetu. Tusipohudhuria ama tusipofanya tunavyotakiwa kufanya, inakuwa sio vizuri. Dekania yetu ni jiji kati. Kupitia dekania yetu, dekania zingine na vijana wengine wanapata au wanafuata jinsi ambavyo sisi tunaendelea kufanya vizuri. Kwa leo niishie hapa, tutaongea siku nyingine vizuri. Sina nifahamu? Hapana. Ndio kuniota kwenye ndoto za usiku. Swali la mwisho kabla sijaondoka. Leo nilipoamka asubuhi, leo Jumapili ya 15 ya mwaka. Kitu gani cha kwanza ulikifanya? Nilipoamka asubuhi tu
ukagundua kwamba ukiapa huko hai, ulifanya nini kitu cha kwanza? Nimshukuru Mungu. Uliangalia simu na chaji imejaa? Uliangalia mkeka wako umetikia majetiki? Ama ulifanya kitu? Kama ulimshukuru Mwenyezi Mungu, kama ulisali. Mtume Paulo anatuambia tushukuru kwa kila jambo, kwa maana ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu na ni Kristo. Tuwe watu wa shukrani. Samahani, asante. Tuliambiwa leo katika mahubiri na wakati wetu. Hivyo ni ombi basi. Tunavyofanya vitu vyetu vyote tuwe watu wa shukrani. Mimi nawapenda sana sana sana. Kwa tupendane, jambo la msingi. Kwa majina naitwa Padre Raphael Emmanuel Charles Sima, mpade wa Jimbo Kuu Katoliki la Arusha, nikihudumu katika parokia teule ya Mtakatifu Luka Mwinjili wa Kitebe. Makofi kwa Mwokozi. Kama padre kiongozi na kwa nafasi ya upendeleo, vijana wangu simameni tu hapo kwa nafasi ya upendeleo wote kabisa, wote wapongeni waona. Haya, mketi. Parokia teule imetoa mwenyekiti. Mwenyekiti, hongera sana. Ni roho wa Bwana niwaongoze. Basi tunaendelea kuwapongeza viongozi wapya mliopishwa leo. Tupige kazi. Kazi ni kipimo cha Mwalimu Nyerere alisema. Nawapenda sana na tumsifu Yesu.